Mekoi Kisugu. Tuko hapa kwa ajili ya kuyaangazia mambo mbalimbali yanayohusu kimichezo na burudani. Kubwa zaidi ni kuelekea katika mchezo wa marudiano duru ya raundi ya pili, klabu ya soka ya Wekundu Msimbazi Simba Sports Club dhidi ya klabu ya soka ya Al Masry. First round mnyama alikufa kwa bao 2-0. Hii leo tunazungumza na Mekoi Armando Kisugu. Kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Siku ya Ijumaa tarehe 4. Takriban tumebakiwa na siku 5 tu kuelekea mchezo wetu dhidi ya Al Masry. Kama ulivyozungumza, tayari mechi ambayo tumeshapoteza ugenini. Lakini sio story tena katika upande wetu, maana yake tumeshakubaliana wana Simba, kilichopita kimeshapita. Sasa hivi tunajaribu kutengeneza kuelekea katika mechi yetu ya tarehe 9. Kwanza nimpongeze sana msemaji wetu Ahmed Ali, mmoja amekuwa wasemaji bora, na kupitia kitengo chake cha habari tayari tumeshaanza leo hamasa. Naamini kwamba tutakuwa na maeneo ya Mbezi, lakini kimsingi ratiba nzuri yote ya kuelekea katika hiyo mechi kuhusu hamasa nafikiri itakuwa wazi, ili mwana Simba kuona namna ambavyo tunashiriki jambo linakwenda vizuri, jambo linakwenda sawa sawa. Hili si jambo dogo, hili ni jambo kubwa sana. Hii ni vita kiasi kwamba katika dunia ya kawaida huwezi kusema katika wakati hivi sasa hii vita ishawahi kupiganwa. Vita hii hatuwezi kuifananisha na vita ya 3 ya dunia. Ni vita ambayo tunaweza kuifananisha, ni vita ambayo waliopigana manabii wakishirikiana na maswahaba wake kwenda kukomboa katika imani ambayo watu wanaamini, ndio vita ambayo Simba tunakwenda kupigana nayo. Ni vita ambayo haihitaji historia, vita ambayo haihitaji maneno kutoka kwenye vijio vya kahawa, ni vita ambayo haihitaji maneno kutoka katika sehemu za mgahawa, ni vita ambayo haihitaji maneno kutoka katika hoteli, ni vita ambayo inahitaji kwa vitendo, ili kuhakikisha kwamba Simba wanatoka hatua moja na kwenda kwenye hatua nyingine. Niwaambie wana Simba, wako watu hawapendi kuiona hii hali, wako watu wanaamini watafanya kadri wawezavyo kufanya ili kuona namna ambavyo hii mechi Simba haendi kufuzu. Niwaambie tu wanajidanganya. Alikuja Horoya akala 7 akaondoka. Walikuja wale wa Zimbabwe wakala 7 wakafanyaje? Wakaondoka. Alikuja Lahari wa moto akafa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hakuna Mwarabu anayeweza kutoka salama kwa 100% katika uwanja wa Benjamin. Vipi kwa upande wa Raja Casablanca, alitoka salama? Raja Casablanca alitoka. Distance itafute miaka. Raja anakuja kumfunga Simba miaka mingapi ilipita? Simba anakuja kuondolewa na Mwarabu Taifa muda gani ulipita? Na wakati huo tuliwaachia Raja walipata, kwa sababu tulicheka na Kima tukawaachia kula mahindi. Maana yake tulichokilima kikapelekea kuto kukipata kwa sababu tulicheka na Kima. Hii mechi hatutacheka na Kima, hii mechi hatutacheka na Ngedere, hii mechi hatutacheza na Chui. Ni mechi ambayo tumedhamiria. Ngoja niwaambie wana Simba siri ndogo tu ambayo mimi naifanyia kazi pamoja na wana Simba wengine. Wako watu 7 watu wa nyuma mwiko. Wapo. Na huku tunakoelekea nitawataja kwa majina mmoja baada ya mwingine ili watu wa Simba wawajue, tukiwaona lazima tuwaonyeshe vidole kwa ni wale. Wako wanamume 6 mwanamke mmoja wakishirikiana. Jana wamesafiri wamekwenda Mafia. Jana wamekwenda kijiji kimoja kinaitwa Jua Kali. Waulizeni watu wa Mafia kijiji kipo. Wamekwenda kwa mzee mmoja anaitwa Shante Ramadhani Ngaweje. Shante Ramadhani Ngaweje. Tunawaambia tucheki na Kima. Na tunawaambia walichokwenda kukifuata huko Mafia wanafeli kwa sababu tunakijua. Na ingewezekana waambieni hata mbuzi waliyembeba kafia njiani ya kufika Mafia. Huu mwaka ubaya ubwela. Na niwaambie wana Simba, tuache maneno ya kuongea, tufanye kazi. Kwenda nusu finali sio jambo dogo. Unaposikia timu iko robo finali kwenye mashindano, maana yake kwenye bara la Afrika itakuwa zimebaki timu ngapi? 8. Unaposikia nusu finali maana yake bara la Afrika itakuwa zimebaki timu ngapi? 4. Sio jambo jepesi. Na ukitaka kulijua ile jambo gumu, nenda kauliza watani wangu nyuma mwiko. Sisi wametupa sifa kutuita mwaka robo. Wao hawajajipa jina katika mashindano ya kimataifa kwa sababu hawana sifa ya kuwa na jina katika hayo mashindano ya kimataifa. Kwa maana hiyo nataka kusema kwenye zile timu 8 bora barani Afrika wao hawataki kuwemo. Wanahitaji lakini uwezo. Juzi tu klabu bingwa barani Afrika, nyumbani kwako, hewa ya kwako, hoteli ya kwako, walinzi wa kwako, unatakiwa ushinde uchukue bilioni 2 na milioni 200. Unakwenda kushika nafasi ya 5 kwa ubora katika bara la Afrika. Waliweza? Waliweza?
Waliweza. Alafu leo wanajikusanya watu 7 wanakwenda Mafia katika kijiji cha Jua Kali eti kuisababisha Simba zipate matokeo. Mnafeli mabwana. Hii Simba haizuiliki. Hii kuzuia Simba kutokwenda nusu fainali ni sawasawa kumzuia Israeli asichukuliwe mwanadamu. Inawezekana? Si wakati wa kucheka tena na ngedele huu. Si wakati wa kucheka tena na nyani huu. Na wala si wakati wa kucheka tena nani? Na kima. Liwalo na liwe. Yako maneno mengi Mungu aliongea, lakini neno la mwisho Mungu aliyobeba dunia yasema kun fayakun. Yaani akisema kun fayakun, kuwa lazima iwe. Na hii unaipata kwenye Biblia, kwenye Agano la Kale pale. Kwenye moja anasema hapo mwanzo kulikuwa kuna neno na neno alikuwa kwa Mungu. Kwa maana kwamba Mungu alikuwa anaomba kwa kutumia nini? Neno. Bwana, Mikoi Kisugu, mlima mrefu aliokuwa nao Simba kuweza kufuzu katika hatua ya nusu fainali, hakuna kitu kingine isipokuwa ni goli 3 tu. Mwaziona goli 3 katika ardhi ya Benjamin William Mkapa, ardhi ya Tanzania, ardhi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Zipo, mnaziona. Simba kwenda kuipeperusha bendera katika hatua ya nusu fainali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ninachoamini chini ya jua hakuna kinachoshindikana. Mnasema mna mlima mrefu. Ni kweli vilima virefu vipo katika bara la Afrika, huko Tanzania peke yake inaitwa Kilimanjaro. Mimi Kisugu nilipanda na nikashuka. Kwa hiyo hakuna kilima kirefu kisichopandwa. Mimi nilipanda mlima Kilimanjaro na urefu wake wote. Tunaamini na tunajua kweli tuna kazi kubwa, lakini tunakwenda kuitenda katika uwanja Benjamin William Mkapa. Moja ya sababu ya mechi hiyo kuwa na muhimu kwa sababu ndio tunajua kuna vitu viwili. Aidha kufaulu au kufeli. Ni sawasawa mwanadamu naambiwa njia ile lazima upite, na utakapopita mawili. Aidha ufaulu au ufeli. Maana yake kuna akili ya ziada unafanyaje? Tutumia. Brother Mwarabu anakuja kufa katika uwanja wetu. Wallahi wa billahi leo siku ya Ijumaa saa 6 nasema wallahi wa billahi Mwarabu anakwenda kufa katika uwanja Benjamin Mkapa. Tunamfunga tunavyotaka. Mwarabu tunakwenda kumgeuza kama chapati, lakini tunageuzaje kwenye chapati? Hatuwezi kumgeuza kwa maneno tu haya kwa sababu tunaongea kwenye kamera. Moja tunaweza kumgeuza kwa sababu ya vitendo. Vitendo tunavipata wapi? Viko vitu viwili. Moja kusimama katika slogan ya Simba nguvu moja, lakini ya pili kuchukua tiketi yako katika uwanja Benjamin William Mkapa. 5,000 shekhi. 5,000. Ule uwanja wa Benjamin Mkapa unaingiza watu 60,000. Umegawanyika kwenye section hizi mbili. Section ya juu kule kwenye shilingi 5,000 wanaingiza watu 40,000. Maana yake 60 ukitoa 40 unabaki ngapi? 20. Huko ndo anakaa mabosi huko VIP A, VIP B. Kwa hiyo mimi hapa nasema na wale ndugu zangu ambao tulokaa wote katika mzunguko. Twendeni watu 40 tukifika pale tu. Mwarabu asipofunga goli 5 waje Mbagala Kongoe. Waitafuta. Mwarabu Watu wale mnaosema nao wakienda kuingia watu 40,000 kule juu kule. Mwarabu akikosa kufunga goli 5, wache waje Mbagala Kongoe kwa kipala waulize Kisugu anakaa hapa atalipata wafanye nilichokitaka. Lakini mmoja watemiliza hadi ya kuingiza watu 40,000 katika 5,500. Huku tuachie mabosi wenyewe wanajua cha kufanya nini. Yes. Sana unaziona? Yes. Kuna muda mwingine wazungu kuna neno wanatumia confidence. Leo naongea mpaka Kiingereza. Sio over confidence, ni confidence. Maana kuna confidence na over confidence. Sisi tuna confidence.